habari gani Mwanakeo TV? Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Mwanakeo TV. Peter Madeleka, huyu ni wakili msomi kweli kweli kutoka hapa nchini Tanzania, lakini kwa sasa pia ni mwanasiasa kutoka katika chama cha ACT Wazalendo. Peter Madeleke amemjibu Yeriko Nyerere kisomi hapa katika chapisho lake mjini Twitter. Anukuu hichi ambacho ameandika Peter Madeleke katika akaunti yake ya mtandao wa Twitter, na nukuu: kwa Watanzania wengi wakisikia neno maridhiano, kumbukumbu inayojia kwa haraka ni hiyo maridhiano ambayo sijui yalianzishwa wapi na yakaishia wapi. Na kwa sasa maridhiano hayahitajiki tena. Kinachohitajika ni ukweli na upatanisho. Mwisho wa kunukuu hichi ambacho ameandika Peter Madeleka katika mtandao wa Twitter. Hilo ni chapisho la wazi kabisa ambalo Peter Madeleka ameliandika katika mtandao wa Twitter. Kiufupi hapa Peter Madeleka amemjibu Yeriko Nyerere kwamba Yeriko Nyerere amesema katika chapisho lake anaunga mkono maridhiano. Na hiyo picha unayoona hapo ni picha ya aliyekuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Freeman Mbowe akiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Hiyo picha ilipigwa mwaka 2023 ambapo Mbowe ametoka gerezani kwa kesi yake ambayo ilikuwa inamkabili ya ugaidi, na moja kwa moja alifika Ikulu kwa ajili ya maridhiano. Tuna wakati ujao katika masuala mbalimbali ya kisiasa. Ningependa nione maoni yako katika sehemu ya comment section hapo, au una mtazamo gani kwa hichi ambacho ameandika Peter Madeleka? Kama ilivyo ada yetu, kupitia comment 2-3 katika eneo la comment section. Wa kwanza anaitwa Ray John, anasema sio ukweli, ni upatanisho tu. Upatanisho uwe baada ya uwajibikaji wa watu, na uwajibikaji huo ni pamoja na kuachia nyadhifa zao kuanzia aliye mkubwa hata nyie wadogo. Mti wa kahawa uliopekechwa na mdudu huwa hauponyeki, bali hukatwa ili kutoa chipukizi jipya lenye nguvu na afya. Lakini Hekima Mtupu anasema kweli, kinachohitajika sasa si maridhiano, bali kinachohitajika ni kukiri wazi ukweli na upatanisho tu. Mengine yote tunachezea shilingi tukiwa karibu na shimo la choo. Lakini Kano anasema nchi imekaa kitaalam sana. Kuna watu analopoka huku kwamba watu waliandaa vita, yaani huyu eti ni kiongozi wa nchi. Hata mtoto mdogo hawezi kuwa na IQ ya namna hii. Lakini Uncle J anasema ila Peter, kilitokea nini bro hadi kuingia kwenye 18 za Zito Zuberi Kabwe? Ilikuwaje hadi ukashiriki uchaguzi last year? Ila fresh tu mzee, sema nini? Ulitukataa sana nyongo baada ya watu kuamini. Lakini Chaleta Ami anasema mwaka 2030 hamlindi kura, anauliza hapo. Kapita Odo Shaibu, sio sababu ya chama, kwa kuwa ni chaguo la wananchi wa Tunduru, hila chama chenu, acheni udalali. Lakini Juma Kalanda anasema wacha tusubiri hiyo kafu. Lakini Kisongo Juma anasema haya hayakuwa maridhiano ya Watanzania wote yaliyokuwa ya CCM na Chadema. Lakini Cherisi anasema upatanisho wa nini hapo? Hayo ni baadhi ya maoni ambayo umetoka katika chapisho la wakili msomi kweli kweli ambaye ni Peter Madeleka. Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section hapo, ili nione una mtazamo gani kwa hichi ambacho Peter Madeleka ameandika katika sehemu ya comment section kuhusu masuala ya maridhiano. Na hili limekuwa ni fukuto kubwa sana hapa nchini Tanzania, na tume mbalimbali zimeshaundwa. Fahamike kwamba rais alishaunda tume ya uchunguzi kwa matukio ambayo yalitokea tarehe 29, na tume hiyo itakuja na majibu, na baada ya majibu hayo kinachofuata ni maridhiano. Watu waingie katika maridhiano
ili mambo yaweze kukaa sawa. Tena wakati ujao katika masuala ya kisiasa. Bye bye.